Wananchi katika kijiji cha Namlonga wilaya Mbozi mkoani Songwe wamesema mradi wa maji katika eneo lao umeondoa adha ya matumizi ya maji yasiyo salama pamoja na safari za usiku kutafuta maji zilizokuwa zikileta migogoro kwenye familia. Zaidi ya watu 100 wamethibitishwa kupoteza maisha kutokana na mafuriko yaliyotokea usiku wa Jumamosi katika kijiji cha Kasabu kilichopo wilaya Fizi, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika michezo, klabu ya Simba ya Dar es Salaam inatarajiwa kuondoka kesho alfajiri kuelekea Moroko kwa ajili ya mchezo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho dhidi ya RS Berkane ya Moroko. Naam, habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, karibu kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo. Msomaji wako ni mimi Fatma Hassan. Wananchi wa kijiji cha Namlonga wilaya ya Mbozi mkoani Songwe wamesema mradi wa maji katika eneo lao umeondoa adha ya matumizi ya maji yasiyo salama pamoja na safari za usiku kufuata maji zilizokuwa zikileta migogoro kwenye familia. Tupate taarifa zaidi. Changamoto hii ya matumizi ya maji yasiyo safi na salama inaondolewa na mradi wa visima 900 vya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan unaotekelezwa nchi nzima. Wananchi zaidi ya 800 katika kijiji cha Namlonga wilaya ya Mbozi mkoani Songwe wanaondokana na adha ya matumizi ya maji pamoja na wanyama baada ya kukamilika kwa mradi wa uchimbaji wa kisima ambao umegharimu fedha zaidi ya shilingi milioni 120. Kuna kamto hapo darajani kalikuwa kanakata kwa yanabaki kwenye madimbi mule. Sasa mule ndo kama hizo hapo zikipangana lazima waanze kusubiriana. Sasa unakuta wengine wanaanza kurudi majumbani saa 3, saa 4. Sisi wenyewe kama viongozi tulikuwa tunapokea malalamiko ya ndoa kila itwapo leo. Tunashukuru sana kwa kuletewa huu mradi. Muda mwingine mke wangu ananiambia nilikuwa kwenye maji, ameondoka saa 11 narudi saa 2 au saa 3. Nashindwa kuamini kwamba kweli ilikuwa kwenye maji. Kwa Lowassa kutuletea maji, wametuletea amani kijijini. Wanawake huwa ndio waathirika wakubwa wa maji kwa kuwa shughuli nyingi za nyumbani huwajibika wao. Nimezungumza nao na wameeleza namna walivyokuwa wakiteseka bila kuacha kueleza furaha yao baada ya kuwa na uhakika wa kupata maji safi na salama. Maji tulikuwa tunatumia ya mtu. Tulikuwa tunatumia pamoja na wanyama. Tunakunywa maji lakini ananuka kinyesi cha ng'ombe, mkojo wa ng'ombe, lakini tunashukuru kwa kutuletea mradi wa maji. Kwa kweli wakina mama tumefurahi sana. Vinyesi nini watu wanaenda kufua mle mtoni. Mradi huu umetekelezwa na wakala wa maji vijijini Ruwasa. Meneja Ruwasa wilaya ya Mbozi, Mhandisi Ismail anasema mradi huu ni miongoni mwa visima 10 ambavyo vinatekelezwa katika wilaya hiyo. Kijiji hiki kabla ya hapo kilikuwa kinapata maji kutoka kwenye makorongo, kwenye mito iliyoko mbali na kijiji hiki, hali ambayo ilikuwa inasababisha kero kubwa kwa wananchi. Kutoka Mbozi mkoani Songwe, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imetangaza kuanzishwa kwa majimbo mapya 8 ya uchaguzi katika mikoa mbalimbali na kufikisha idadi ya majimbo kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba mwaka huu kuwa 272. Mwanahabari wetu ametuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza na waandishi wa habari hapa jijini Dodoma, mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC, Jaji wa Mahakama ya Rufaa Jacobs Mwambegele ameyataja majimbo hayo mapya kuwa ni pamoja na jimbo la Mtumba baada ya kugawa jimbo la Dodoma mjini. Tume imekubali na kuanzisha majimbo mapya 8 yafuatayo. Mkoa wa Dar es Salaam yameanzishwa majimbo mapya 2 kama ifuatavyo. Mosi, jimbo la uchaguzi la Ukonga limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la uchaguzi la Kivule. Aidha, mwenyekiti huyo wa Tume Huru ya Uchaguzi akaweka wazi juu ya baadhi ya majimbo ya uchaguzi kubadilishwa majina. Idadi ya watu ambapo kwa majimbo ya mjini kigezo kilikuwa kuanzia watu 600,000
na kwa majimbo ya vijijini ilikuwa kuanzia watu 400,000. B, uwezo wa ukumbi wa bunge, kwamba kwa sasa ukumbi wa bunge una uwezo wa kuchukua wabunge wapya wangapi? Kwa mujibu wa Jaji Mwambegele, majimbo 222 ya Tanzania bara na majimbo 50 ya Tanzania Zanzibar yatatumika na INEC, huku kata 3960 za Tanzania bara zitatumika katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Tume imebadili majina ya majimbo ya uchaguzi 12 kama ifuatavyo. A, mkoa wa Geita, halmashauri ya wilaya ya Chato. Baada ya kugawanya jimbo la Chato na kuanzisha jimbo jipya la uchaguzi la Chato Kusini, jimbo la sasa la Chato limebadilishwa jina, litaitwa jimbo la uchaguzi la Chato Kaskazini. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mongi. Zaidi ya watu 100 wamethibitishwa kupoteza maisha kutokana na mafuriko yaliyotokea usiku wa kuamkia Jumamosi Mei 10 mwaka huu katika kijiji cha Kasaba kilichopo wilaya ya Fizi, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tupate taarifa kamili. Tukio hilo lilisababishwa na mvua kubwa iliyonyesha kwa muda mrefu ikisindikizwa na upepo mkali na kusababisha maporomoko ya ardhi yaliyozika baadhi ya nyumba. Kwa mujibu wa mkuu wa wilaya ya Fizi Sami Kalonji, tukio hilo liliacha majonzi makubwa huku mamia ya familia zikipoteza makazi na mali zao. Maeneo matatu ya kijiji hicho yameripotiwa kufukiwa kabisa na tope na juhudi za kuwaokoa waliokwama au kupata miili waliopotea zinaendelea. Kazi ya uokoaji inatekelezwa kwa ushirikiano kati ya wakazi wa eneo hilo na maafisa wa shirika la Msalaba Mwekundu, huku baadhi ya watu wakitafuta miili ya wapendwa wao kando kando ya ziwa Tanganyika kwa hofu kuwa huenda waathirika waliosombwa na maji walishia ziwani. Dominiki Asakia, msimamizi wa shirika jipya raia wilayani Fizi, amesema juhudi hizo zinakumbwa na vikwazo vikubwa ikiwa ni pamoja na ukosefu wa vifaa vya kisasa na usaidizi wa haraka wa dharura. Maafa haya yamezuka wakati wilaya ya Fizi ikiwa chini ya tahadhari kubwa kutokana na mapigano yanayoendelea kati ya vikosi vya serikali ya Kongo na washirika wake wa ndani na kutoka Burundi dhidi ya makundi ya waasi wa Twirwaneho na AFC pamoja na M23 yanayodaiwa kupata msaada kutoka kwa jeshi la Rwanda. Filipina Ndwata, Channel 10+. Kundi la Hamas limesema mateka wa mwisho raia wa Marekani Edan Alexander ataachiliwa huru kama sehemu ya juhudi za kusitisha mapigano, kufungua tena njia za kuingia Gaza na kuwezesha usambazaji wa misaada ya kibinadamu. Maafisa wawili wa Hamas wameliambia shirika la habari la Associated Press kwamba wanatarajia kumwachilia huru mateka huyo katika muda wa saa 48 zijazo. Mjumbe wa rais wa Marekani Donald Trump wa eneo la Mashariki ya Kati Steve Witkoff amethibitisha jana Jumapili kwamba Hamas imekubali kumwachilia Alexandra kama ishara ya nia njema kuelekea kwa kiongozi huyo wa Marekani. Tangazo la kuachiliwa kwa mateka huyo kwa mara ya kwanza tangu Israeli ilipokiuka mpango wa usitishaji mapigano mnamo mwezi Machi imetolewa muda mfupi kabla ya Trump kufanya ziara Mashariki ya Kati ya wiki hii. Viongozi kutoka taasisi za umma na sekta binafsi wametakiwa kushirikiana na kubadilishana uzoefu, kwani majukumu yao ni yanafanana na yanalenga kuhudumia Watanzania katika nyanja mbalimbali. Margaret Malisa ana taarifa zaidi. Ushauri huo umetolewa na Katibu Mkuu Ofisi ya Rais Utumishi Xavier Mrope wakati akifunga mafunzo kwa viongozi wa taasisi mbalimbali za serikali na binafsi ambayo yamefanyika katika shule ya Mwalimu Nyerere Kibaha mkoani Pwani. Kwa hiyo kiongozi maadili ya ubaji unapohii unapotembea huko unaishi taasisi yako na jamii nzima inakuangalia. Kwa hiyo hili ni eneo moja ambalo ningependa sana turudi tukabadilike.
Mkuu wa shule ya uongozi ya Mwalimu Nyerere Profesa Marcelina Chijoliga amewataka viongozi hao kwenda kuwa mabalozi wa shule hiyo kwa kubadilishana uzoefu na viongozi ambao hawajapata fursa hiyo. Tunapoenda kushirikiana huko kwa taasisi za umma, kama Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaongea sana ushirikiano wa sekta binafsi na sekta ya umma. Kwa hiyo naomba tuangalie kwamba uwezo gani tunaweza kukamilisha taasisi zetu kwa kufanya vizuri, lakini kwa kuleta ushirikiano, lakini ushirikiano kwa rafiki ambaye atakubeba kama tani. Kuhamasisha wenzenu, naamini kwamba utakuwa mmesaidia pia kutangaza chuo, lakini vile pia mtakuwa mmepata watu wengine wengi ambao watakuwa wamefuata nyayo ambazo nyinyi tayari mmepita. Washiriki hao wameahidi kwenda kuleta mabadiliko chanya katika taasisi zao. Na kilichokipata Mheshimiwa mgeni rasmi, naamini na wenzangu pia ni mashahidi, kinakwenda kuwa chachu ya mabadiliko makubwa katika fikra na mtazamo sio tu wa taasisi zetu bali kwa Tanzania kwa ujumla. Margaret Malisa. Wafanya biashara wa manispaa ya Iringa wamefunga biashara zao leo Mei 12 ikiwa ni utekelezaji wa tamko lao la mwishoni mwa wiki la kufunga biashara zote endapo serikali isingechukua hatua ya kuwahamisha wafanya biashara wadogo yaani wa machinga kwenda maeneo waliopangiwa ikiwemo soko la Mlandege ambapo walitakiwa kuhamisha tangu mwishoni mwa mwaka 2024. Taarifa kamili na mwanahabari wetu. Hii ndio hali ya maeneo mbalimbali ya mji wa manispaa Iringa baada ya baadhi ya maduka fanya biashara kufungwa katika maeneo hayo. Siku hii ya leo tumefunga biashara kufuatana na utaratibu wa mmoja wa wafanyabiashara amesema tufunge maduka ili kupata suluhisho la wafanyabiashara holela katikati ya manispaa ya Iringa. Na mpaka hadi sasa hivi hapa tulipo tujapata suluhu, tunasubiri suluhu kutoka kwenye umoja wa wafanyabiashara. Siku hii ya leo kwa kweli tumepata hasara kubwa kwa wafanyabiashara. Hata hivyo, baadhi ya wafanyabiashara wengine wamefungua maduka yao huku wakitoa hoja mbalimbali ikiwemo kutokupata taarifa sahihi za ufungaji wa maduka pamoja na udhaifu wa sababu hizo za ufungaji wa maduka. Anasema niko kule. Sasa na mimi nimfuate ni mwigi. Haya, wewe ni kiongozi, labda kiongozi wa wafanyabiashara. Je, ingetakiwa uje kwangu mimi na barua maalumu ya kunifanya mimi, ya kunipa mimi niisome, nielewe ili niwache kufungua duka. Na hiyo barua ikute ina pointi inaniwezesha mimi nisifungue duka langu kwa sababu ya kitu fulani. Sasa barua sina. Ni midomo tu ya watu nasikia barabarani. Hatuwezi, watu wanafanya kazi zaidi ya 5 wako 6. Kwa nini usite kikao hapo watu wakaja tu ambao wenye maduka? Sasa kama tuanzisha mgogoro ambao serikali imeshamaliza. Sasa hivi Mama Samia kila mtu afanye biashara. Kwa hiyo kiendo akadua vizuri. Service shilingi 60,000, watu wanachanga harusi 100,000 200,000. Ufungeje duka kwa sababu 60,000 au 100,000. Kwa hiyo ni siasa tu sababu ya isu za watu na wengine kuona wengine wanapata sana, lakini wakiangalia machinga naye anahitaji afanye biashara kama anaofanya wao. Nchi kuna athari kubwa, lakini sababu ya watu wachache wanaamua kuingizia hasara serikali. Wanunuzi wa bidhaa pamoja na wananchi na wamelalamikia athari wanazokumbana nazo kutokana na ufungaji wa maduka hayo. Bidhaa muhimu tunahitaji madukani lakini tunakosa. Watoto wanahitaji vitu, wengine wanaenda shuleni tunakosa. Sasa tujui tatizo ni nini, na kila sehemu tunakoenda tunauliza shida nini, hatupati majibu. Sisi tunaiomba serikali pamoja na viongozi wa Iringa na wafanyabiashara kwa pamoja wakae chini waelewane ili sisi wananchi tuweze kupata huduma muhimu. Ambao tunakosa riziki kwa sisi hapa wajasiriamali wadogo. Sababu sisi hapa sisi wafanya biashara. Sisi hapa watu wa huduma. Kwa hiyo tunakosa wateja. Jina langu ni Harriet Mola. Mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Jacob Mkunda amesema jeshi limedhamiria kuwasaidia Watanzania kutafuta suluhisho la changamoto mbalimbali zinazowakabili kupitia kampuni zake mbalimbali zinazoendeshwa na Jeshi la Kujenga Taifa na Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Tupate taarifa kamili. Jenerali Mkunda ameyasema hayo muda mfupi kabla kuzindua kampuni ya bima ya maisha ambayo inamilikiwa na Jeshi la Kujenga Taifa, uzinduzi uliofanyika jijini Dar es Salaam. Kampuni hii ya bima Suma JKT, yani Suma
JKT Life Insurance Corporation Limited itakayotoa huduma ya bima ya maisha imeanzishwa katika kipindi mwafaka ambapo taifa letu linaendelea kupiga hatua kubwa kiuchumi na kijamii. Kutokana na maendeleo hayo, hitajio la bima katika sekta ya afya, kilimo, elimu, biashara na nyinginezo nalo linazidi kuongezeka. Hivyo ujio wa kampuni ya Suma Life Insurance Corporation Limited ni muhimu ili kutatua changamoto za kibima zinazojitokeza. Naye mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa ambaye pia ni afisa mtendaji mkuu wa Suma JKT, Meja Jenerali Rajabu Mabele, amesema kampuni ya bima ya maisha ya Suma JKT imesajiliwa na kwamba wakala wa bima nyingine wanaofanya utaendelea kama kawaida. Lengo la kuanzisha kampuni hii ya Fande ni kutoa huduma ya bima za maisha kwa Watanzania wenzetu ambao naamini wana uhitaji mkubwa wa huduma hii. Uanzishaji wa kampuni hii ni kufuata maelekezo kama nilivyosema hapo awali, na bima hii ni kuendana na uhitaji wa huduma iliyo ndani na nje ya Tanzania. Serikali kwa kutambua umuhimu wa bima, kwa kutambua faida zinazopatikana katika mfumo wa bima, iliunda chombo mahususi ya kusimamia na kuendeleza sekta ya bima nchini. Hadi sasa Suma JKT ina jumla ya kampuni tanzu 20. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, mimi ni Faraja Kihongole wa Channel 10. Mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha amewatimua wanafunzi wa kidato cha 6 katika shule ya sekondari Milambo ambao wamemaliza kufanya mitihani yao ya mwisho baada ya kufanya makosa ya utovu wa nidhamu, ikiwemo kutishia kuchoma majengo ya shule hiyo kongwe inayomilikiwa na serikali. Mwanahabari wetu Pendo Salo ametuandalia taarifa ifuatayo. Imeelezwa kuwa chanzo cha kufanya utovu huo wa nidhamu ni baada ya uongozi wa shule kuzuia wanafunzi hao wasifanye sherehe za mahafali, ambapo wanafunzi waliamua kutaka kwenda kufanya vurugu mitaani ambayo wao waliona kuwa ndio sehemu ya kutuliza hasira zao. Taarifa hizi zikamfikia mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha ambaye amelazimika kufika shuleni hapo ili kujua zaidi kile kilichotokea. Wao wakajipanga sasa kadiri nilivyoeleza kwamba sasa kwa sababu sisi tumezoea kufanya sherehe baada ya shughuli za shule, sisi twende na jogging yetu mtaani. Lakini kumekuwa na utorokaji wa wanafunzi. Lakini wakati mwingine wakitoroka wakiwa wanarudi ili wasionwe, wana switch off umeme, kwa maana wanazima umeme, shule yote inakuwa giza ili wanapoingia isitokee kwamba kuna mtu anawaona. Hapa mkuu wa mkoa Paul Chacha akatoa onyo kali kwa wanafunzi hao juu ya tabia hizo za utovu wa nidhamu. Natuletea mizaha hapa, watu wanataka kuchoma shule. Hivi shule hii kweli leo ichomwe? Na mlevi mmoja hapa anasoma KLF. Alafu mimi mkuu wa mkoa nafanya nini hapa? Viongozi wote hao wa mkoa, kamati ya ulinzi na usalama ambao ina wajibu wa kulinda usalama wenu, mnalala, mnaamka, mnaingia madarasani, hakuna wa kuwabuguzi, alafu mchome shule. Tumekaa hapa. Unatembeaje form 6 umevua nguo, unafanya jogging? Kisha akatoa amri ya kuwatimua shuleni hapo warejee nyumbani kwao. Mkimaliza hapa mmoja mmoja, bwenini, toka getini hapo, stendi. Tusikukute hapa mjini hapa. Ukikutwa hapa wewe ni mzurulaji, mhalifu, polisi asubuhi mahakamani. Waliokuwa wamejiandaa kuchoma shule, baadhi yao tumewakamata, tunao. Unatoka hapa mmoja, nenda chukua vitu vyako, ondoka, nenda stendi. Ukifika stendi hakuna kusema gari halipo. Lolote lenye mwelekeo wa kwenu panda, kashukia huko mbele. Kutoka Tabora, Pendo Salu, Channel 10. Wakazi wa kijiji cha Chikongo wilaya
Tandahimba mkoani Mtwara wameamua kuweka utaratibu wa matumizi bora ya ardhi na kutumia rasilimali zilizopo katika kijiji chao ili kukuza uchumi wa kaya ndani ya kijiji chao. Adam Malima kutoka mkoani Mtwara anatuarifu zaidi. Ukuaji wa sekta mawasiliano katika maeneo ya vijijini hapa nchini inawapa fursa wakazi wa maeneo hayo kuwa na uelewa mpana wa kupanga mipango yao kwa kuzingatia mahitaji ya sasa na ya baadaye. Wakazi wa kijiji cha Chikongo kilichopo wilaya Tandahimba mkoani Mtwara, kwa kuzingatia ongezeko la watu na mahitaji ya ardhi, wanaamua kuwa na mpango wa matumizi bora ya ardhi ili kuchochea kasi ya ukuaji wa uchumi, mpango ambao umeratibiwa na kuwezeshwa na Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi Bora ya Ardhi. Mpango utatusaidia sana na utatuondoshea migogoro ambayo ilikuwa inajitokeza hususan kwa wakulima na wafugaji. Maana yake sasa tumeshindwa kutenga eneo la wafugaji kwa sababu hatuna eneo hilo, lakini sasa mifugo iliyoko maana yake itakuwa tunaimiliki kwenye kijiji chetu. Ardhi ilikuwa inatumika holela. Kwa mfano kuna nyanja tumeziendea ikiwemo mabwawa, mto na hifadhi ya msitu. Ule msitu ulikuwa unatumia tukiholela kama wazee kwamba wametuachia, kwa hiyo matumizi yalikuwa hata hayana kipimo bwana. Msitu inabidi utumike kwa hatua gani? Yaani kwamba tukisema ile nini ile beacon zile kwamba kutoka hapa mpaka kwenye msitu sehemu hizo zitakiwe kwa matumizi ya kawaida. Nashukuru sana kuja mpango huu mliotuletea kuja kutatua migogoro ya ardhi. Kwa hiyo tunasema shukrani sana, serikali mmekaa mkafikiria. Kwa hiyo tunashukuru. Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi Bora ya Ardhi inasema kupitia mipango hiyo wananchi wanaweza kukuza uchumi wao haraka na kuwa na matumizi bora ya ardhi yasiyo na migogoro. Kupitia mpango huu, kwanza wanakijiji wataweza kupata fursa ya kuweza kupimiwa ardhi zao wanazozimiliki katika maeneo ya makazi na katika maeneo ya mashamba, ambapo hati hizo wanaweza wakazitumia pia katika kuombea fedha katika taasisi mbalimbali za kifedha. Kutoka katika kijiji cha Chikongo, wilaya Tandahimba mkoani Mtwara, Adam Malima, Daleteni. Viongozi wa chama cha Kikurdi PKK wametangaza hatua ya kukivunja chama hicho na kusitisha kabisa mapigano ya miongo minne na taifa la Uturuki. Tupate taarifa kamili. Hatua hii ya kihistoria imefikiwa baada ya chama hicho cha Kikurdi PKK kufanya mkutano wa 12 wa kamati kuu huko Iraq, na imefikiwa kutokana na wito wa amani aliyoutoa mwezi Februari kiongozi wa PKK Abdullah Orkan mwenye umri wa miaka 76 na ambaye amekaa jela kwa muda wa robo karne, alisisitiza wakati huo kuwa mapambano yamekwisha na wanataka wapiganaji wa PKK kuweka chini silaha. Orkan, anayeheshimiwa na vuguvugu la kisiasa linalounga mkono wa Kurdi na kuchukiwa na baadhi ya Waturuki kwa kuanzisha vita vya mwaka 1984, alitoa wito huo baada ya kuhimizwa na wanasiasa wa chama cha usawa wa demokrasia DEM Devlet Bahçeli na mshirika wa Rais Tayyip Erdogan, anayesema kuwa kuna uwezekano mkubwa Öcalan akaachiwa huru ikiwa angewataka wapiganaji wake kusitisha kabisa uasi wao. Chama cha DEM kimesema kwa sasa kunahitajika kuwepo mazingira kuaminiana, huku kikitoa wito kwa kuwepo mfumo rasmi wa kisheria ili kuthibitisha hatua hii ya PKK ambao itakuwa na matokeo chanya si kwa Uturuki pekee bali katika mataifa mengine ya Mashariki ya Kati kama Syria na Iraq. Rais wa eneo la Kurdistan huko Iraq amesema uamuzi wa PKK utachangia pakubwa kuleta utulivu wa kikanda. Ofisi ya mawasiliano ya Rais wa Uturuki Tayyip Erdogan imesema mchakato wa PKK si rahisi wala wa muda mfupi, na hivyo hatua muhimu zitachukuliwa ili kuhakikisha kuwa mchakato huo unaendelea vyema. Chama cha PKK kilianzishwa mwishoni mwa miaka ya 1970 na Abdullah Öcalan na kilianza uasi wa kutumia silaha mwaka 1984 na hivyo kufanya mashambulizi kadhaa nchini Uturuki na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 40, na walikuwa wakidai haki ya kuwa na taifa la Wakurdi katika eneo la kusini mashariki mwa Uturuki. Wizara ya Biashara ya China imethibitisha kusimamisha
kwa hatua zote za ushuru zilizochukuliwa dhidi ya Marekani tangu Aprili 12. Mwanahabari wetu ana taarifa kamili. Bezet amesema baada ya majadiliano madhubuti, Marekani na Uchina zimekubaliana kusitisha ushuru uliopandishwa kwa 90% kwa pande zote mbili, kumaanisha kuwa siku zote zitapungua ushuru wao kwa 115%. Hisia katika masoko ya biashara zimepanda leo Jumatatu baada ya Marekani na China kufanya mazungumzo ya kibiashara yaliyokuwa na tija. Mataifa hayo mawili yamekubaliana na kutangaza kupunguza ushuru wa ziada, hatua iliyochochea matumaini kwamba pande hizo mbili hatimaye zitamaliza mvutano wao uliosababisha mtikisiko kwenye soko la dunia. Baada ya mazungumzo ya siku mbili mjini Geneva nchini Uswizi, Marekani na China zimetoa taarifa ya pamoja ambapo inaonyesha kwamba Marekani imekubali kuipunguzia China ushuru hadi 30%, huku China nayo ikiipunguzia Marekani ushuru hadi 10% kuanzia leo Jumatatu. Muda wa siku 90 utatumiwa na maafisa wa pande zote mbili kushughulikia tofauti zilizopo. Mimi ni Juma Mohamed, Channel 10 Plus kimataifa. Benki ya NMB imetumia zaidi ya dola za Kimarekani milioni 198 kwa ajili ya kutoa mikopo kwenye vyama vya msingi vinavyolima zao la tumbaku katika kipindi cha mwaka wa fedha wa 2023-2024 hadi mwaka wa fedha 2024-2025. Tupate taarifa zaidi. Akitoa taarifa ya fedha zilizotolewa mikopo kwa wakulima wa tumbaku kwenye mkutano mkuu wa 27 wa Seamco Limited uliofanyika kwenye mkumbi wa mikutano wa halmashauri ya wilaya Manyoni mkoani Singida, meneja mahusiano wa kilimo kutoka benki ya NMB anayesimamia zao la tumbaku Bwana Jacob Laurion akafafanua. Sisi kiujumla tumekuwa tukipiga hatua kila mwaka. Tukianzia msimu uliopita msimu wa nyuma 23-24 benki ya NMB ilitenga dola milioni 90 kwa ajili ya kukopesha vyama vya msingi ambavyo vinahusiana na tumbaku. Lakini pia kama haitoshi, msimu uliofuatia, yani ambao msimu tunaendelea sasa hizi wa 24-25, tulitenga dola milioni 108 kwa ajili ya kukopesha zao la tumbaku vile vile. Kwa hiyo kwa msimu unaokuja 25-26 tunategemea pengine kutenga zaidi ya hizo, kwa sababu tumekuwa tukiona vyama vikifanya vizuri na zao la tumbaku kwa sasa limekuwa likishika kasi. Tumeona makampuni mengi yakiongezeka, lakini pia tumeona mwitikio mkubwa sana wa wakulima ambao wamekuwa wakijiunga na ushirika wa vyama vya msingi vya tumbaku, na wamekuwa pia wakionyesha jitihada za kulima na sio kilimo tu, kilimo cha tija. Pande wake mwenyekiti wa mkutano mkuu wa Seamco Limited Bwana Daudi Ngayaula akatumia fursa ya mkutano huo kuyapongeza makampuni yanayonunua zao la tumbaku na kisha kutoa mwaliko. Na sio kilimo tu, kilimo cha tija. Mkutano wa chama kikuu umekwisha, lakini tuna mkutano mkubwa sana tarehe 21 na tarehe 22 Singida, jukwaa la ushirika mkoa wa Singida. Kwa hiyo niombe kutoa mwito kwa ninyi wajumbe mliokuwepo hapa, wadau ambao mko hapa. Singida kuna fursa nyingi na sehemu ya kujitangaza na kwenye makusanyiko kama hiyo. Kwa hiyo niombe kutoa mwito zangu, twendeni tukamuunge mkono mama yetu kwa mkono. Mpaka kufikia mwisho wa msimu wa masoko, hali ya pesa za uzalishaji na mauzo ilikuwa ni jumla ya kilo milioni 1,224.57 ambazo zilinunuliwa kwa thamani ya dola za Kimarekani dola 2.35 na kwa wastani wa bei ya dola milioni 2,992,077.73. Uzalishaji wa mauzo haya ni sawa na upungufu wa 65.34 ya lengo la kilo milioni 1,948,330 zilizotokana na zoezi la tathmini ya zao kwa kusafiri, na wastani wa bei iliyopatikana wa dola 2.35 ni sawa na 85.10 ya wastani uliokubalika kitaifa wa dola 2.00. Nikiripoti kutoka wilayani Manyoni mkoani Singida, Jumbe Ismail wa Channel 10.
Wakazi 22,000 wa vijiji vitatu katika kata ya Sangambi, halmashauri ya wilaya ya Chunya mkoani Mbeya wanalazimika kufuata baadhi ya huduma za afya umbali wa kilomita 27 katika kituo cha afya cha Rangwa, licha ya serikali kuwajengea kituo cha afya chenye majengo ya kisasa kilichogharimu zaidi ya milioni 700. Taarifa ya Epimarcus Apolinari inafafanua zaidi. Kituo hicho chenye majengo ya kisasa kilichojengwa kwa fedha za mapato ya ndani ya halmashauri kimeanza kutoa baadhi ya huduma kwa wananchi licha ya umbali, upungufu wa watumishi, vifaa tiba na kutokamilika kwa miundombinu kama ambavyo wananchi wanaeleza, huku mganga mkuu wa wilaya ya Chunya Dr. Zuberi Nzige anaeleza jitihada ambazo zinaendelea kuchukuliwa na serikali. Nipende kumshukuru mama yetu, rais wetu ambaye ametupa msaada wa hiki kituo cha afya. Lakini pamoja na kutupa kituo chenye gharama nyingi, bado tuna changamoto ya wauguzi, pia vifaa vya tiba na vifaa vingine vinavyohusika na matibabu. Tayari kimeshafunguliwa, wananchi wanaendelea kupata huduma, lakini baadhi ya huduma bado hazijaanza kwa sababu tuna upungufu wa vifaa tiba. Sisi kama serikali tumeshatoa maombi. Kituo hichi sasa hivi kina watumishi 10, watumishi 8 kutoka serikalini, lakini watumishi 2 kutoka kwenye mradi. Lakini kinaendesha huduma za wagonjwa wa nje, watu wanatibiwa, na pili vile wagonjwa wachache hapo wanajifungua. Lakini sasa hivi tunakaribia tutapata vifaa tiba kwa ajili ya kuongeza huduma kwa wagonjwa wote ambao walioko karibu eneo la Sangambi. Baada ya kamati ya siasa mkoa wa Mbeya kutembelea na kukagua utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, wakaeleza juu ya miradi inayotekelezwa. Lakini swala la vifaa ambao ulisema, nakumbuka tulikuja hapa na waziri Mchengero na mimi nilikuwepo, aliahidi milioni 300 kuleta hapa vifaa kwa DC na timu yako. Kwa hiyo ufanye ufuatiliaji na sisi pia tutamfuatilia waziri Mchengero ili vifaa vije haraka, watu wetu waendelee kupata huduma hapa. Tutafuatilia kwa sababu aliongea kwa moyo wa dhati, na tunamshukuru sana waziri Mchengero, alikuja mwenyewe hapa na alipongeza kituo na aliahidi kwamba ataleta hizo vifaa milioni 300. Na mnakumbuka usumbufu na adha tuliokuwa nayo. Wananchi wanachangishwa michango, wananchi mnakimbizwa na mgambo, wananchi wanakwenda kukamatiwa mbuzi, magodoro na kila kitu, si ndio? Hali hiyo ilikuwepo nyuma tulikotoka. Baada ya Dr. Samia Suluhu Hassan kuingia, ameamua kutafuta fedha na kuleta fedha za kuja kujenga hapa bila kuwabuguzi wananchi. Tumejionea wote bila mashaka kwamba fedha zilizokuja hapa zimefanya kazi vizuri. Nikiripoti kutoka wilayani Chunya mkoani Mbeya, Epimarcus Apolinari, Channel 10. Na mtazamaji, tumehitimisha sehemu yetu ya kwanza ya taarifa yetu ya habari kutoka hapa Channel 10 Plus. Asante na endelea kubaki nasi. Channel 10 Plus. Mtazamaji, kwa kuendelea kubaki nasi, hii ni habari Channel 10 Plus, na sasa ni wakati wa kukujuza kwa upande wa habari za michezo na burudani. Namna hivyo mwanamichezo, karibu katika wasaa wa michezo na burudani, kujuzana masuala mbalimbali ya kimichezo yaliyojiri na yanaendelea kujiri kunako viunga mbalimbali, iwe ndani ama nje ya mipaka ya Tanzania, ukiwa nami mwanamichezo wako Witness Alano Singalawa Mazakunita Winga Tereza. Na moja kwa moja habari kubwa siku ya leo, naanza na klabu ya Simba inatarajiwa kuondoka nchini hapo kesho Mei 13 mwaka huu 2025 saa 11 alfajiri kuelekea nchini Morocco kwa ajili ya mchezo wa mkondo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya RS Berkane, mchezo ambao utapigwa Mei 17 mwaka huu 2025. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali amethibitisha hilo kwenye mkutano na waandishi wa habari na kuweka wazi kuwa safari hiyo itakuwa ya saa 7 kutoka Dar es Salaam hadi Casablanca, huku akimshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha safari hiyo. Tutakaa Casablanca kwa siku kadhaa
kuanzia kesho tarehe 13, tarehe 14 na tarehe 15 tukifanya mazoezi pale katika mji wa Casablanca. Tarehe 15 kikosi cha Simba kitaondoka kutoka Casablanca kuelekea katika mji wa Ujda ambao ni mwendo wa lisali moja kwa ndege kutoka Casablanca mpaka Ujda. Tutaelekea hapo, tutafika Ujda, tutakaa kwa muda wa siku 2 kwa maana ya 15 na 16. Tarehe 17 tutakwenda Berkane kwenda kucheza mchezo wetu dhidi ya wapinzani wetu. Kutoka Ujda mpaka Berkane ni mwendo wa nusu saa kwa basi. Kwa hiyo unaweza ukaenda ukacheza mchezo wako ukarudi. Tukimaliza kucheza mechi yetu na Berkane tarehe 17 katika mji wa Berkane, tutanyanyuka moja kwa moja tarehe 17 hiyo hiyo kurejea nyumbani Tanzania kwa ajili ya kuja kuanza maandalizi ya mechi ya marudiano ambayo itapigwa tarehe 25. Usafiri wetu wa kutoka hapa kwenda kumfuata mpinzani wetu umekuwa mwepesi sana safari hii kwa sababu ya msaada mkubwa ambao tumeupata kutoka serikalini baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kutupatia ndege ya bure ya kutupeleka Morocco, kutusubiri na kuturudisha tena Tanzania kuja kuendelea na mambo mengine. Kama si ndege ya rais ambayo ameitoa, maana yake ingetulazimu Simba tutoke hapa masaa 5 mpaka Qatar, masaa 5 mpaka Dubai, au masaa 5 mpaka Uturuki. Lakini kwa ndege hii ambayo Mama Samia ametupatia Simba Sports Club bure. Kunako ligi kuu soka Tanzania bara, kesho itaendelea kwa michezo 4 ambapo mchezo wa mapema kabisa utapigwa saa 8 mchana kwenye kwa kuwakutanisha JKT Tanzania dhidi ya Fountain Gate katika dimba la Meja Isamuhyo Mbweni, ambapo JKT Tanzania watakuwa wenyeji wa mchezo huo. Michezo miwili itapigwa katika viunga viwili tofauti. Saa 10:15 KenGold FC watawakaribisha Pamba Jiji katika dimba la Sokoine jijini Mbeya, na Young Africans wao wakiwaalika Namungo FC katika uwanja wa KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam. Na mchezo wa mwisho utapigwa saa 1 kamili usiku kwa wenyeji Azam FC ikimkaribisha Dodoma Jiji katika dimba la Azam Complex Chamazi jijini Dar es Salaam. Mapema leo makocha wa timu hizo mbili wamezungumzia maandalizi ya michezo hiyo kama ambavyo wameeleza mbele ya waandishi wa habari. Kuelekea mchezo huo mapema hii leo, makocha na manahodha wa pande zote mbili wamezungumzia maandalizi yao, huku kila mmoja akikiri kuwa utakuwa ni mchezo mgumu wenye kuhitaji matokeo. We work very good. The players are focused for this game, and we hope to take 3 points. We know also that Namungo they need I think only 1 point to stay in Premier League. I'm sure they will take it. Tunajua, tunatambua umuhimu wa mechi. Yanga wao wanagombea ubingwa na sisi tunajinasua huku chini ambao hatuko katika mazingira mazuri sana, lakini kubwa mimi naamini vijana watapata maelekezo na kesho watu wa Dar es Salaam wataona burudani nzuri. Niseme tu kwamba mchezo utakuwa ni mzuri kulingana na namna ambavyo tumeandaliwa. Kwa niaba ya wachezaji wenzangu, kikubwa Mwenyezi Mungu atujalie, atuongoze, atusimamie kile ambacho walimu wetu na benchi la ufundi kwa ujumla wamekiandaa kwa ajili ya mchezo wa kesho, tukakitimize katika mchezo wa kesho. Mchezo mwingine wa ligi kuu hapo kesho, wenyeji Azam FC watapepetana na Dodoma Jiji, ambapo makocha wamezungumzia maandalizi yao. Not lucky, but we have team. We are group, we are family. So we prepare all the game, our plan to win. Because if we want to stay in our place, we must to win. Tunawaheshimu Azam, tunajua ni timu nzuri. Ambayo timu ina wachezaji wazuri na walimu wazuri. Kwa hiyo lazima uingie na mpango mkakati ili uweze kupata pointi katika uwanja wa Azam. Tunaamini mechi itakuwa nzuri, mechi yenye ushindani, lakini sisi kama Azam FC kwa maandalizi yetu tupo asilimia 100 kwa kuhakikisha tunapata pointi 3 ili kuweza kucheza Champions League. Kocha amesema tumejipanga vizuri, tumekuwa tufanya mazoezi karibu kwa hizo wiki 2 au 3. Wachezaji tumejipanga vizuri kwa sababu ya mechi ya kesho.
Najua kesho tutakuwa na mechi nzuri. Azam pia na wachezaji wazuri, wana uzoefu. Pia sisi pia tuko vizuri. Majira ya saa 10:15 jioni, wenyeji Ken Gold watakuwa nyumbani kucheza na Pamba Jiji, na mapema kabisa majira ya saa 8 mchana wenyeji JKT Tanzania watapepetana na Fountain Gate katika vita baridi ya kuwania alama 3. Mimi ni Juma Abdurrahmani. Kwingineko, ligi daraja la pili yaani Championship, klabu ya Mtibwa Sukari imekuwa mabingwa wa ligi ya Championship kwa mwaka 2024-2025 baada ya kumalizia msimu huo ikiwa nafasi ya kwanza ikijivunia alama 71. Ubingwa huo unaifanya timu hiyo kupanda ligi kuu moja kwa moja kulingana na kanuni zinavyoongoza ligi, ambapo Mtibwa imekuwa mabingwa ikiwa imecheza mechi 30 huku ikishinda michezo 22, ikipata sare 5 na kupoteza 3. Haya ni maneno ya kiongozi wa Mtibwa Sukari akisema kuhusiana na yale ambayo waliyafanya katika Championship ilikuwa ni kama kutalii kwao. Tulikuwa na kikosi kizuri toka kuanza kwa michuano hii ya ligi ya Championship. Tulifanya maandalizi kana kwamba tunacheza ligi kuu ya NBC, lakini wakati tukifahamu kwamba tunakwenda kucheza ligi ya Championship. Tumefanya vizuri sana kwenye ligi ya Championship. Tumeonyesha dhamira yetu ya kufanya utalii kwenye ligi ya Championship. Kuna jambo tulikuwa tukilitafuta kulifahamu kwenye Championship. Baadhi ya vilabu vingi vya Tanzania vikiangukia kwenye Championship havirudi. Tukasema hapana, kati ya vilabu vitatu bora Tanzania Mtibwa iko kwenye 3 bora. Tukasema lazima turudi tuone changamoto zipi ambazo ziko kwenye Championship. Tumejifunza mengi kwenye Championship na hatimaye tumeweza kuonyesha nini dhamira yetu kwenye utalii wetu ambao tumefanya kwenye ligi ya Championship. Na toka mwanzo wa michuano hii niseme Mtibwa sio kucheza Championship, lakini dhamira yetu ni kuona nini kinafanyika kwenye Championship. Tumeweza kubaini mambo mbalimbali. Tumeweza kubaini vilabu kadha wa kadha ambao viko kwenye Championship vimekwama wapi na kwa nini havitokei kule ambako tunacheza kwenye ligi kuu ya NBC. Naamini tumejifunza mengi na tamati imefikia. Tumetoa ubingwa wa ligi ya Championship na kuwa kinara kati ya timu 16. Hii imeonyesha dhahiri kwamba Mtibwa ilikuwa na malengo makubwa ya kufanya utalii, na hatimaye tumeweza kuadhirisha Watanzania kwamba safari yetu imekuwa nzuri kwenye utalii ambao tumefanya, na hatimaye tumeweza kurejea nyumbani kwenye ligi kuu ya NBC. Taarifa hiyo kuhusiana na Championship ndivyo inanipeleka upande wa viwanjani kimataifa. Kunani huko kimataifa, moja kwa moja tuungane na msimulizi wetu kufahamu kinagaubaga yale ambayo yamejiri viwanjani kimataifa. Katika habari za michezo na burudani kimataifa, tuanzie nchini Hispania ambapo kocha Xabi Alonso ameteuliwa kuwa kocha mkuu wa klabu ya Real Madrid na atachukua nafasi ya kocha Carlo Ancelotti kuanzia msimu ujao wa 2025-2026 baada ya kufanya kazi kwa mafanikio makubwa akiwa na klabu ya Bayer Leverkusen ya nchini Ujerumani. Ripoti za hivi majuzi zinasema kwamba Alonso amekubali mkataba wa miaka 3 na klabu ya Real Madrid na ataanza rasmi katika michuano ya kombe la dunia la vilabu litakapokamilika katikati ya mwaka 2025, na atakuwa akileta wafanyakazi wake wa karibu ikiwa ni pamoja na kocha msaidizi Sebas Parilla na mkufunzi wa viungo Roberto Enquinas. Alonso ambaye alipata nafasi ya kuichezea Real Madrid kama kiungo wa kati kuanzia mnamo mwaka 2009 hadi mwaka 2014 amefanikisha mambo makubwa akiwa na Leverkusen, ikiwa ni pamoja na kushinda taji la Bundesliga bila kupoteza mechi yoyote na kombe la Ujerumani kwa maana ya DFB Pokal kwa mwaka 2024, lakini pia kutinga fainali ya kombe la Europa. Hata hivyo, anakabiliwa na changamoto kubwa za kusimamia kikosi cha Real Madrid kinachohitaji mabadiliko ya kizazi, ikiwa ni pamoja na kuwaunganisha wachezaji kama nyota Kylian Mbappe na Vinicius Junior pamoja na kuwaingiza vijana kama kina Endrick na Arda Güler. Pia ametoa orodha ya wachezaji anaotaka kuwasajili akiwemo nyota Florian Wirtz raia wa Ujerumani na Jonathan Tah, ingawa maamuzi ya mwisho uhamisho yatakuwa mikononi mwa bodi ya Real Madrid.
Kwa sasa kocha Carlo Ancelotti bado anaiongoza Real Madrid hadi mwisho wa msimu, na kuna uwezekano mkubwa kwa kocha huyo kuwa kocha wa mpito kama Santiago Solari alivyochukua nafasi hadi Xabi Alonso atakapojiunga rasmi na klabu ya Real Madrid. Mimi ni Juma Mohamed na hii ni Channel 10 Plus michezo kimataifa. Shukrani msimulizi wetu kwa kutujuza yale ambayo yamejiri kunako viunga mbalimbali kimataifa. Na sasa ni ule wasaa wa burudani. Kunani kwenye burudani kutoka ofisi za Baraza la Sanaa la Taifa BASATA, msanii Ibra aliibua mjadala kuhusu kutaka kujitoa katika kundi la Konde Gang ya Harmonize. Ameitikia wito uliowataka yeye pamoja na Harmonize kufika katika ofisi hizo, ikiwa ni muda mfupi tu toka lebo ya Konde Gang itangaze kumsimamisha kushiriki katika shughuli zozote za muziki kupitia lebo hiyo. Ibra amefika ofisi za BASATA tangu saa 2:40 hii leo akiwa ameongozana na mwanasheria wake, na alipofika saa 4 asubuhi aliitwa na mwanasheria wa BASATA Christopher Kamugisha kwa ajili ya mazungumzo, na saa 6 mchana msanii huyo alitoka kwenye chumba cha mwanasheria wa BASATA na kuambia wanahabari hawezi kuongelea lolote ila wawasiliane na uongozi wa Konde Gang inayomilikiwa na mwanamuziki Harmonize. Sasa huo ni uongozi wa Konde Music. Shida nini? Huo ni uongozi wa Konde Music, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu pamoja niongee na waandishi wangu. Okay. Kwa nini kinaendelea mpaka sasa? Hebu tujue. Sasa kutoka mapema tulikuwa hapa tukisubiria kwa hamu. Utueleze nini? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa limefika kwenye mikono ya walezi wetu. Na nadhani soon litakuwa sawa kwa sababu limeshafika nyumbani. So hii ni sheria, hii ni serikali. Taangalia wapi kuna haki zitafuata. Naenda kuhitimisha kutoka mtandaoni moja ya video za mwigizaji ambaye anatumia sanaa ya kujifanya mwenda wazimu na kujizoelea umaarufu huko mtandaoni. Huyu kijana anafahamika kama Elvis Mushila kutoka huko nchini Kenya, ambaye kitaaluma yeye ni muuguzi ila amejitosa katika utengenezaji wa maudhui mtandaoni kwa kujifanya ni mwenda wazimu. Mushila amefanikiwa sio tu kuvunja watu mbavu, lakini pia hata kuumbua wale ambao wanajifanya kuwa ni walemavu. Ameenda mbali zaidi kuwa kazi hiyo inamuingizia pesa tofauti na watu ambavyo wanadhani, kwani inamfanya aishi kupitia sanaa yake ya kuigiza kama mwenda wazimu, na kubwa ana familia yake ambayo inamsaidia kama vile gauni, wigi ambalo amepewa na mama yake, vile vile koti ambalo amepewa na baba yake. Hivyo vitu anasema vinampa ujasiri na kujiona familia bado ipo naye. Kaenda mbali zaidi kuwa japokuwa anachekesha watu, lakini pia anakutana na changamoto mbalimbali. Kuna wengine huzimia pindi pale anapofanya vioja kama hivyo, lakini anasema hawezi iacha, kwani anaamini anafanya kazi nzuri na kikubwa kazi hiyo inamuingizia faida kama kipato na kuendesha familia yake. Na ndivyo ambavyo nahitimisha kutoka mtandaoni na huyo kijana kutoka nchini Kenya akitumia sanaa ya ubunifu ya kujifanya mwenda wazimu ili aweze kuendelea kimaisha. Mimi ni Witness Ngalawa, ameweza kunita Uinga Teleza. Nikurejeshe kwake Fatma Hassan aweze kutamatisha habari yetu ya kutwa nzima ya leo. Naam, na huo ndio mwisho wa habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Asante, naendelea kufuatilia matangazo yetu. Mimi ni Fatma Hassan, nikutakia usiku mwema na ninakuacha na utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Jina langu naitwa Godfrey Kazinja, nikikuwasilishia utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Mifumo ya upepo kwa siku ya kesho. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo mengi ya nchi, na mtawanyiko wa viashiria vya mvua ni katika maeneo mbalimbali ya nchi. Kwa usiku wa leo, mpenzi mtazamaji, ni matarajio yetu ukanda wa Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi kunatarajiwa kuna hali ya mawingu kiasi na yenye mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Nyanda za juu kaskazini mashariki, mwambao wa pwani yetu ya Bahari ya Hindi, mkoa wa Morogoro pamoja na mkoa wa Ruvuma kunatarajiwa kuna hali ya mvua katika maeneo machache. Nyanda za juu kusini magharibi kunatarajiwa kuna hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache, huku mkoa wa Singida na Dodoma kunatarajiwa kuna hali ya ukavu kwa usiku wa leo. Kwa siku ya kesho ni matarajio yetu ukanda wa Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi, pwani ya kusini kihusisha pia na mkoa wa Ruvuma
Kote kuna hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Pwani ya kaskazini yakijumuisha na mkoa wa Morogoro kuna hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vifupi vya jua. Nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na nyanda za juu kusini magharibi kuna hali ya mawingu kiasi na yenye mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Singida na Dodoma kuna hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Ni kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Kwa usiku huu tuna la ziada. Tafadhali tukutane tena hapo kesho mida nyakati kama hii. Asante na nikutakie wakati njema.